ila kwa steji iliyopo, hebu kuwa mtaratibu ili upate picha halisi. Nakuelewa Lisa. Mimi nakuombea sana. Toka siku ile ulivyoachwa wakati wa harusi ya Jara, watu wengi waliguswa na wanakuombea, na hakika hata mchungaji anakuombea sana. Na wewe dumu sana katika maombi, sawa? Nakushukuru sana kwa kuniombea. Na kwa sasa usionyeshe uko spidi kwake, maana hiyo sio desturi ya mwanamke wa kiroho. Sisi huwa tunafuatwa, hatufuati. Na unaweza ukamfuata mwanaume kwa njia nyingi, hata kwa kupiga simu kila wakati katika kipindi cha uchumba. Sio sawa. Lazima uwe na star. Ruhusu yeye akutafute mara 7 kwa siku, we ndio mtafute mara 1. Utaishia kuachwa, kwani thamani yako itaisha pasipo wewe kujua. Amen. Tujifunze kwa Rebeka mke wa Isaka, au kwa Recho na Rea wake wa Yakobo. Ni lazima walifuatwa na thamani yao ilionekana pale Yakobo alipotumika miaka 14 ili awapate wake zake. Ndio maana thamani yao imekuwa kubwa. Yaani nilidhani nimekomaa kiroho, na kumbe bado kabisa. Tena ninahitaji msaada wa haraka, kama vile wa dharura. Ni nini? Yaani sijajua ni kwa namna gani, lakini ninaona kuchanganyikiwa dada. Nikilala usiku nasikia sauti ya Jay, tena ikinisemesha, tena inanivutia. Unajikuta hadi unaamka, ile hali inaenda na mimi mpaka nashindwa kuizuia. Naogopa anguko dada, ndio maana ninaomba msaada wa kiroho. Hilo ni pepo, tena ni lango la kuzimu, limefunguka waziwazi. Inahitajika upambane kiroho mpaka ushinde. Luma ni mtu mzuri sana, hapaswi kufanyiwa ubaya. Amepigana na wewe kufa na kupona. Ninakuelewa sana dada unayoongea, na ninajua kwamba Luma ni mtu sahihi sana kwangu na ninampenda, ila je, amekuja kama mvamizi. Naogopa sana dada, na ndio maana ninaomba msaada wa kiroho kwa haraka sana. Ulishamwona mchungaji? Yaani ndo kabisa sina hata mpango kuona na mchungaji. Ukiona unapitia pito la namna hii na utaki kumwona mchungaji au kwenda kanisani, ujue uko katika kifungo kikubwa. Pambana uonane na mchungaji, na mimi nipo naomba kwa ajili yako. Unajua tabia ya shetani, akitaka kukuangamiza, anapambana kukuzuia usionane na watu wa kukusaidia kiroho, kama mchungaji au watu wengine waliosimama kiroho, au kwenda kwenye mazingira yanayoweza kukusaidia kiroho kama vile kanisani. Na mara nyingine shetani anakusemesha kwamba utaliweza peke yako na uhitaji kumshirikisha mtu na wakati huliwezi. Dada, unachokisema ni sahihi sana, maana hata kuja kwako kukwambia nimepigana sana na kutumia nguvu za ziada na kwa msaada mkubwa wa Roho Mtakatifu. La sivyo dada, hata kwako nisingekuja, na nilihisi Luma angekuja kukulalamikia.
kila tabia inayoendelea ipo roho nyuma inayosukuma. Naamini kuna kitu ambacho kinasababisha Dina awe hivi. Baba, katika jina la Yesu, Mungu ulisema umetupa mamlaka, lolote tutakalolifunga duniani na mbinguni litakuwa limefungwa, na lolote tutakalolifungulia duniani na mbinguni limefunguliwa. Nafunga kila roho ambazo ziko ndani ya Dina zinasababisha awe na uharibifu, ninasababisha kuleta uharibifu katikati ya mahusiano yetu. Ninazifunga kwa jina la Yesu Kristo. Ninazifunga kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe Mungu umesema lolote mtakaloliomba Bwana umetupa. Nami naomba zile tabia ambazo ziko ndani ya Dina zikae kimya, nazifunga, nazinyamazisha, na nafungulia tabia njema kutoka kwako Bwana. Nazifungulia tabia zile ambazo Bwana zitasababisha mpango wetu huu uweze kukamilika, mpango wetu huu uweze kwenda vizuri, katika jina la Yesu Kristo. Hila ziwazo zote za adui ninazinyamazisha kimya kwa jina la Yesu Kristo. Bwana umesema wewe ni moto ulao, nateketeza kila uharibifu, nateketeza kila roho za kuzimu, nateketeza kila nguvu ambazo zinatenda kazi nyuma ya Dina na kusababisha mahusiano yetu yawe na changamoto. Ninaharibu kila uharibifu wowote ambao upo katikati ya mahusiano yetu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu umesema tukiomba kwa imani Bwana unatenda, nami naomba ukaachilie uponyaji katikati ya mahusiano yetu, ukaachilie uzima ndani ya mahusiano yetu, ukaachilie hali ya hewa itulie ndani ya mahusiano yetu. Kila dhoruba inayoendelea kwenye mahusiano yetu na ifunga na kuinyamazisha kimya kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Uharibifu wote ukae kimya na ufunga kwa jina la Yesu Kristo. Natamka neema juu ya mahusiano yetu, natamka kibali juu ya mahusiano yetu, natamka changamoto zote kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa wewe ni Mungu mwaminifu. Umesema mkisha kuomba muamini kwamba mnakwenda kupokea. Nami naamini Mungu aliye hai, mahusiano yetu unakwenda kuyatengeneza, mahusiano yetu nakwenda kuyaweka sawa, mahusiano yetu naenda kuachilia mwanga ndani yake. Kila giza lililopo litaondoka na mipango yote itakwenda sawa sawa katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba neema yako, naomba nguvu zako, naomba uwezesho wako. Kwa akili zangu Bwana siwezi, akili zangu zinafika mwisho, lakini Bwana wewe ukiingilia kati mahusiano yetu haya, Mungu aliye hai, tutakuwa salama. Hakuna uharibifu utakaopata nafasi katikati ya mahusiano yetu. Nami natamka neema juu yako, uso wako Bwana utembee na mahusiano yetu, nguvu zako Mungu aliye hai zitembee na mahusiano yetu. Hila ziwazo zote za adui na zinyamazisha kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Bwana umesema umetupa mamlaka ndani ya vinywa vyetu, nami natamka kwa jina la Yesu Kristo, hila ziwazo zote, roho za adui zinazosukuma kuleta uharibifu kuanzia kwa Dina hata kwa yule mtesi wangu anayenisumbua, ninazinyamazisha kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, nasema asante, kwani wewe unakwenda kujibu kwa moto. Asante kwani unakwenda kuyaponya mahusiano yetu. Asante kwani unakwenda kujibu Mungu aliye hai. Wewe Mungu hujai kukaa kimya. Tumesema tukuite nawe utaitika. Nami nakuita Mungu aliye hai katika hili. Hello? Luma my friend. Niko na Dina hapa, au nikupe simu labda unataka kuongea naye? Sasa nataka nikupe taarifa rasmi kabisa kuwa tayari nimeshamteka Dina na nipo naye hapa kitandani. Tunajadili masuala ya ndoa yetu, namna gani itakuwaje. Sasa sijui utakuwa upo tayari kuwa miongoni mwa wale vijana ambao watakuwa wanamwaga maua siku hiyo, wakati sasa tunapita mimi na mpenzi wangu tunaondoka. Na Dina ameshalithibitisha swala hilo, amelipitisha kabisa na amechagua, amekupendekeza wewe uwe pamoja na wale vijana. Kama utakuwa tayari sawa, tunaweza tukafanya. Au Dina unasemaje? Unasemaje mpenzi wangu?
Halo? Hello Shem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shem, hivi unaona Dina anachonilipa? Unaona Dina anachonilipa? Kafanya nini Dina tena? Shem, Dina nimemfanyia wema wote. Nimesimama naye katika kipindi kigumu alichokuwa anateswa na Jay mpaka akaweza kupata amani na hata kufanikiwa. Shem, leo anakuja kumrudia Jay. Shem, hapana, inaniuma sana, inaniuma sana, inaniuma sana Shem. Kwani kafanya nini mpaka waongee maneno yote hayo? Shem, Dina hataki kuonana na mimi, na mbaya zaidi anakataa kuonana na mimi ili akaonane na Jay. Na hivi Shem, navyoongea Dina yuko kwa Jay, wananipigia simu wako na Jay, halafu wanapiga simu za kunibeza. Hapana, nadhani unachezewa tu mchezo. Hiyo kitu haipo. Hebu simama imara, wacha kuchezewa na watu wa mataifa wasiomjua Mungu. Tembea zaidi rohoni kuliko mwilini. Shem, wanaongea tu, mimi nimeongea nao kwenye simu na wako pamoja kabisa. Dina na Jay wako pamoja. Umeongea na Dina na Jay? Ndiyo Shem, nimeongea nao wote. Mbona Dina niko naye hapa hajatoka juzi? Huyu hapa, nikupe uongee naye? Yuko wapi? Dina! Dina! Abe dada. Ongea na Luma. Alo Luma. Dina, uko wapi sasa hivi? Mbona nipo kwa dada toka juzi? Maana akili yangu haikuwa sawa kabisa. Nilikuwa nahitaji msaada mkubwa sana wa kiroho. Sawa, nakurudia. Hello. Mbona tusumbua sana? Wenzio tupo kwenye mapumziko. Naomba kuongea na Dina. Hapana. Kwa sasa hivi siwezi kuruhusu ongee naye mpaka pale nitakapopenda mimi ndo tuongea naye. Si unajua mahali na nguvu sana. Huna lolote. Yaani Dina niko naye hapa na anakushangaa tu, anakushangaa wa ujinga wako na ufanya. Luma, yaani utaweweseka sana mwaka huu mpaka umwachie Dina. Yaani akili zako ni kama za wale matapeli tu kwenye simu. Hizo sauti zao tukizisikia wanaonyesha kabisa hawana akili. Hili jinga hili. Luma, una chako mzee hapa. Dina nitampata tu. Biblia inasema katika Yeremia sura ya 17 na ule mstari wa 9. Maandiko yanasema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Ni nani ajuaye? Sikiliza. Biblia katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 17 na mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi. Moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Tena una ugonjwa wa kufisha. Ni nani ajuaye? Na ndio maana maandiko yanatusisitiza katika kile kitabu cha Methali sura ya 4 mstari wa 23. Maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko zinakotoka chemchemu za uzima. Amen.
moyo wako usipolindwa, unajua sisi huku nje tunakuona kama umechanganyikiwa, japo hujielewi, lakini hujalinda moyo. Muonekano wa nje tunaona ni mtu ambaye hujielewi, lakini kumbe ugonjwa umeanzia kwenye moyo. Lakini unapoulinda moyo wako, tunaanza kuona msimamo wa moyo ndio msimamo wako. Kwa sisi watu wa nje tunaanza kuona kama vile mtu uliye makini na misimamo thabiti. Amen. Hayo mambo yote hayawezekani isipokuwa kufunga na kuomba. Biblia inaeleza dhahiri ya kwamba yale mambo ambayo yamezidi akili ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na hili la kwako, huwezi ukatumia akili hiyo hiyo tena kushinda. Ni lazima uende kwenye viwango vya juu vya kutafuta ushindi, navyo ni kufunga na kuomba. Nakuelewa sana baba. Na pia ninamshukuru Mungu sana kwa maarifa ambayo unanipatia. Yaani kwa hakika yake ninaenda kuyafanyia kazi kwa haraka sana. Amen. Dina, mahusiano yako ni mazuri sana. Na ndoa yako itakuwa nzuri sana. Amen. Lakini hakikisha unatafuta njia iliyonyoka. Sio kama unanielewa. Hapana, bado sijakuelewa. Umemaanisha nini baba, njia iliyonyoka? Ukisoma katika kitabu cha Ezra sura ya 8, tukianza kusoma ule mstari wa 21, maandiko yanasema hivi: ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka, kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali yetu yote. Halafu mahali pazuri panasema hivi: maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi, ili watusaidie juu ya adui njiani, kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu u juu ya watu wote wamtafutao, kuwatendea mema. Basi uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatukubali. Wakina Ezra walipokuwa wameruhusiwa sasa kutoka katika nchi ya uhamisho, wanarudi Yerusalemu, licha ya kwamba walikuwa wanajua njia ya kuienendea mpaka kufika huko, lakini walipofika kwenye bonde la mto Ahava wakafunga. Biblia inasema ili kutafuta njia iliyonyoka kwa ajili yao, kwa ajili ya watoto wao na mali zao zote. Na baada ya hapo walipofunga, wakauona mkono wa Bwana, wakaondoka na nguvu hiyo, na hatimaye wakafika salama. Amen. Kwa hata hili la kwako ni lazima ulitafutie njia iliyonyoka. Amen baba. Nenda kwenye viwango vingine vya juu zaidi. Hebu funga, pata muda, funga, tafuta uso wa Bwana. Utaiona ndoa yako ni nzuri kuliko navyoweza kuielewa. Amina sana baba. Kikubwa, tunza sana uaminifu wako kwa Luma, kwa sababu usipoonyesha uaminifu wako kwenye kipindi hiki, yawezekana asikuamini tena kabisa, asikuamini maisha yako yote. Unajua haya mambo ya mahusiano, jambo dogo sana linaweza likakufanya usiaminike milele. Lakini mume wako anaweza akawa anaenda tu na wewe namna hii, lakini ndani ya moyo wake anasema simwamini mke wangu.
Kwa hiyo ni jambo baya sana ambalo unatakiwa upambane nalo, na njia ni nyepesi tu. Linda uaminifu wako katika nyakati hizi. Amen. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.